ما يؤخذ من الحديث. قال الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: هذا الحديث نصف علم الطهارة. حديثه نصف علم الطهارة. هذا الحديث نصف علم الطهارة. حديثه نصف علم الطهارة. فإذا pili tunayochukua katika hadithi hii, في الحديث طهورية ماء البحر. katika hadithi hii kuna kutaharisha kwa maji ya baharini. Wabihi qala jami'ul ulama. Kauli hiyo anasema maulama wote, maji ya baharini unaweza ukatawadhia, maji ya baharini unaweza ukaoga janaba, maji ya baharini ni maji safi yanataharisha. Faida ya tatu tunayochukua katika hadithi hii, anna ma'al bahri yarfa'u al-hadath al-akbar wal-asghar. Maji ya baharini yanaondosha hadathi kubwa na ndogo. Maji ya baharini yanaondosha hadathi kubwa na pia yanaondosha hadathi ndogo. Sawa sawa? Hadathi kubwa ni ipi? Hadathi kubwa ni ipi? Maji ya baharini yanasema yanaondosha hadathi kubwa. Hadathi kubwa ni ipi? Janaba wal-ish. Nini nyingine? Janaba na nini tena? Hadathi kubwa ziko aina tatu: janaba na hedhi na nifasi. Hedhi na nifasi ya wanawake. Kwa hiyo maji ya baharini yanaondosha hadathi kubwa na pia yanaondosha hadathi ndogo. Pia maji ya baharini yanaondosha hadathi ndogo, ambapo hadathi ndogo ni ndugu yangu hapo hadathi ndogo, wewe uliovaa kofia ya blue, hadathi ndogo ni nini? Ndio, inua sauti tu. Umesema sawa, inua sauti tu. Umesema hapo mwanzo jawabu, lakini alafu unaona sivyo. Hebu umesema nini? Hadathi ndogo ni naam Sheikh, wewe kutokuwa na udhu ndio hadathi ndogo, sawa kwa hiyo maji ya baharini yanaondosha hadathi kubwa na yanaondosha hadathi ndogo. طيب, ثم قال رحمه الله: ويزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر. pia maji ya bahari yanaondosha najisi iliyozuka juu ya mahali palipotahara. Najisi imeingia mahali palipotahara, maji ya baharini yanaondosha pia najisi hiyo, sawa min badanin, iwe katika mwili au thawbin, au katika nguo, au buqatin, au mahali popote, au ghairi dhalik, au vitu vingine. Kwa hiyo maji ya baharini ni maji safi, ni maji yanataharisha na kusafisha. Faida ya 4, anna almaa idha taghayyara ta'amuhu au launuhu au rihuhu bishay'in tahirin fahuwa baqin ala tahuriyatihi ma dama ma'an baqiyan ala haqiqatihi. Maji ikibadilika ladha yake au rangi yake au harufu yake kwa kitu kilichotahara, maji ikibadilika ladha yake au rangi yake au harufu yake imebadilika kwa kitu kilichotahara, fahuwa baqin ala tahuriyatihi ma dama ma'an baqiyan ala haqiqatihi. Maji yale yanabakia katika kutoharisha muda wa kwamba maji yale yamebakia katika uhalisia wake, bado yanaitwa maji. Walau ishtaddat muluhatuhu, hata kama imezidi ile chumvi yake, au hararatuhu, au joto lake, au burudatuhu, au baridi wake umezidi, wa nahwaha, na mfano wake. Maadamu maji bado yanaitwa ni maji, maji yale yanatoharisha, sawa maji hata akiwa baridi sana, hata yakichemshwa, bado maji yale ni tahara, yanatoharisha. خامسا، يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله. hadithi hii inafahamisha kwamba si lazima kubeba maji yanayotosheleza udhu pamoja na uwezo wa kuyabeba. Sio lazima kubeba maji yanayotosheleza kutawadha pamoja na uwezo wa kuyabeba. Sio lazima kuyabeba,
liannahum akhbaru annahum yahmiluna alqalila min alma, sababu hawa masahaba wameelezea kwamba wao wanabeba maji machache. Hawa masahaba walimuuliza mtume kwambia inna narkabul bahra, sisi tunasafiri baharini, wa nahmilu ma'ana alqalila min alma, tunachukua maji machache tu ya kunywia na kule baharini ili tunywe tu. Je, tutawadhi kwa maji ya bahari? Swali lilikuwa hivyo swali lilikuwa hivyo, inna narkabul bahra, sisi tusafiri baharini, wa nahmilu ma'ana alqalila min alma, tunachukua maji machache tu, ambapo walikuwa na uwezo wa kuchukua maji mengi lakini hawakuchukua maji mengi. Wakamuuliza mtume, je, tutawadhi kwa maji ya baharini ya kutahara, tunaweza tukajitaharishia? Ndio mtume akajibu hivi, huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu, bahari maji yake yanatoharisha na mfu wake ni halali. Umeelewa? Hili ni swali na jawabu. Kwa hiyo kwa maneno haya, kwa hadithi hii Sheikh anasema hadithi inafahamisha kwamba si lazima mtu kubeba maji yanayotosheleza udhu. Kwa mfano kama anasafiri, pamoja na kwamba ana uwezo wa kuyabeba, lakini sio lazima. Kwa nini? Kwa sababu hawa masahaba walimueleza mtume kwamba wanabeba maji kidogo wanaposafiri, wanabeba maji kidogo, hawabebi maji mengi. Qauluhu at-tahuru ma'uhu, qala ta'rifuhu bil alif wal lam المفيد للحصر لا ينفي طهورية غيره. هي الطهور kuiarifisha tahuru kwa alif na lamu, ambayo inafahamisha kudhibiti. Hii haikanushi utahara wa maji mengine kama tulivyoelezea kule nyuma. Liuquhi jawaba sualin amma albahri, sababu hii imetuka ni jawabu la swali kuhusu maji ya baharini. Fahuwa mukhassasun binususin ukhra, hii imehusiwa na nasi nyingine za kuelezea utahara wa maji mengine. Haina maana kwamba ni maji ya baharini tu ndio yanotaharisha, maji ya kisima hayataharishi. Haina maana hiyo, tulieleza huko nyuma Kwa hii at-tahuru, hii al sio ya hasri, wala haipingi utaharishaji wa maji mengine. Faida ya 7, anna mita au maitata hayawani albahri halalu, mfu wa wanyama wa baharini ni halali. Anna maitata hayawani albahri halalun, mfu wa wanyama wa baharini ni halali. Walmuradu bimaitatihi ma mata fihi min dawabihi mimma la yaishu illa fihi. Muradu wa maitatul bahri ni kile yule mnyama aliyekufa katika wanyama wa baharini ambao hawaishi isipokuwa baharini. Kila mnyama anayeishi baharini ni halali, kila mnyama anayeishi baharini ni halali kumla. Sawa Faida ya 8, yajibu an yakuna alma'u arrafi'u lilhadathi walmuzilu lilkhabathi ma'an mutahhira, ni lazima yawe maji yanaondosha hadath na maji yanaondosha najsi, lazima yawe ni maji yanayotaharisha. Yajibu an yakuna alma'u arrafi'u lilhadathi walmuzilu lilkhabathi ma'an mutahhira, lazima yawe maji yanaondosha hadathi au yanaondosha najsi, lazima maji yale yawe yanataharisha. لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوضوء منه يكون طهورا, kwa sababu ya Mtume صلى الله عليه وسلم ya kufaa kutawadha kwa maji hayo, yakunu tahura, na inakuwa ni yenye kutwaharisha maji hayo. Kwa lazima maji yawe ni yenye kutwaharisha, ndio ambao yanaondosha hadath na pia yanaondosha najisi. Faida ya 9, jawazu rukubil bahri lighairi hajjin wa umratin wa jihad, kufaa kujuzu kusafiri baharini kwa isiyo kwa safari ya haji na umra na jihadi. Jawazu rukubil bahri lighairi hajjin wa umratin wa jihad, inafaa kusafiri baharini kwa isiyo kwa safari ya haji na umra na jihad. Safari ya baharini inafaa. Kwa hadithi hii swali lake nimeelezea, kunna narkabul bahra, tulikuwa tunasafiri baharini, wa nahmilu ma'ana alqalila min alma. Kwa hadithi hii ni kwamba yajuzu kusafiri kwa bahari, yajuzu kusafiri kupitia bahari.
Faida ya 10, fadilatu ziyadati fil fatwa ala sual, fadla za ziada katika fatwa, ziada ya swali. Fadilatu ziyadati fil fatwa ala sual, fadla za ziada ya jawabu, ziada ya jawabu katika lile swali. Mtume alizidisha jawabu. Hao walimuuliza, je, sisi tunaweza tukatawadha kwa maji ya bahari? Tunachukua maji kidogo tukisafiria kwa ajili ya kutumia kunywa na kupikia. Je, tunaweza kutawadha kwa maji ya baharini? Mtume akazidisha jawabu, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Si amezidisha hapo? Bahari ni ile ambayo maji yake yanatoharisha na ni halali mfu wake. Amezidisha au hajazidisha? Amezidisha, si ndio? Anasema fadilatu ziyadati fil fadla fadilatu ziyada fil fatwa ala sual, fadla za kuzidisha fatwa katika swali. Mtu amekuuliza jambo, wewe unamjibu halafu unazidisha jawabu lake. Unaona unamjibu lile swali lake halafu unazidisha zaidi ili apate faida yule mwenye kuuliza. Qala wadhālika idha dhanna al-mufti anna as-sa'ila qad yajhalu hadha al-hukma. Asema hii ni akidhania yule mufti mwenye kutoa fatwa kwamba yule muulizaji huenda hajui hukumu ile utakayombainishia, hajui. Hawa walikuwa hawajui hukumu ya wanyama wa baharini ni halali au si halali. Mtume akawazidishia fatwa, akamwambia maiti wa baharini ni halali. Idhan idha dhanna al-mufti anna as-sa'ila qad yajhalu hadha al-hukma au annahu qad yubtala bihi, huwa akaonjwa na hivyo. Kama fi mitati hayawani al-bahri lirakibihi, kama Mtume alivyozidisha kwa mfu wa wanyama wa baharini kwa wale wenye kusafiri baharini, akawazidishia jawabu kwamba ni halali mfu wa baharini. Kwa hiyo kuzidisha katika fatwa kwa ajili ya yule muulizaji ni fadla, sawa ni vizuri zaidi kuzidisha katika lile jawabu. Qala ibn al-Arabi hadha salafi laysa ibn Arabi. Ibn Arabi bin nakira hadha sufi. Ibn Arabi bin nakira sufi, amma ibn al-Arabi hadha salafi. Wadhālika qala wadhālika min mahasin al-fatwa, hii ni katika mazuri ya fatwa, kujibu maswali. An yujaa fil jawabi bi akthara mimma suila anhu, kuleta jawabu zaidi ya vile alivyoulizwa, tatmiman lilfaida, kwa ajili ya kukamilisha faida. Asema hii ni katika mahasin ya fatwa ya fatwa za maulama. Wa ifadati liilmin ghairi almas'uli anhu, na kutoa faida ya ilmu isiyouliziwa. Hii ilmu ya kwamba ni halali mfu wake hakuiuliza huyu mwenye kuuliza, sawa kwa wa ifadati liilmin ghairi almas'uli anhu, kutoa faida ya ilmu ambayo haikuuliziwa. Wayataakadu dhalika inda dhuhuri alhaja ila alhukmi, na linasitizwa hilo wakati wa kudhihiri mahitaji ya hukumu hiyo, kama huna kama hapa. Wala yuaddu dhalika takallufan mimma la yaanihi, wala hisabihi hii ni kujikalifisha katika mambo ambayo hayamuhusu. Sio kujikalifisha, bali ni kutoa faida zaidi. Kutoa faida zaidi. Yule anotoa fatwa, mwanachuoni, anajibu jawabu refu kwa sababu ya kutoa faida zaidi kwa ilmu ile alionayo. Waqala ibn al-Mulaqqan hadha al-hadithu hadithun adhimun wa aslun min usuli at-tahara. Hadithi hii ni hadithi tukufu na ni msingi katika misingi ya tahara. Mushtamilun ala ahkamin kathira, hadithi hii imekusanya hukumu nyingi. Wa qawaida muhimma, pia imekusanya misingi muhimu. Hizi ni faida. Sheikh ametoa faida 10 katika hadithi hii. Ni fupi tu, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, lakini angalia maulama jinsi akili zao zilizopana. Ametoa faida takriban 10 kwa maneno haya mafupi hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Khilafu ulama, dhaba ulama Abu Hanifa ila ibahati samaki bijamii anwa'ihi. Maulama alimamu Abu Hanifa anasema ni halali samaki wote wa baharini, sampuli zote za samaki ni halali. Amma ma adahu,
mimma huwa ala surati alhayawani albarri, ama wasiokuwa hao ambao wako katika sura ya wanyama wa bara, wanyama wa nchi kavu, kaladami wathu'ban walkalbi walkhinzir wa nahwiha, fa inda Abi Hanifa la tahillu. Hakuna mfu wa mwanadamu amekufa baharini kwamba ni halali, la. Thu'ban, nyoka, mbwa, nguruwe, mfano hao wote sio halali hata wakifa baharini. Umeelewa? Hao wote ni haramu. Wadhaba al-Imam Ahmad fi al-mashhur min madhhabihi ila ibahati hayawani al-bahri kullihi. Al-Imam Ahmad yeye katika mashuhuri ya madhehebu yake ni kwamba ni halali wanyama wa baharini wote, ada dhifdaa, isipokuwa chura, walhayya na nyoka, watimsah na mamba. Hii ni kwa Imam Ahmad. Kwa Imam Ahmad viura hivi, nyoka, mamba sio halali. Qala fadhifda walhayya min almustakhbathat, viura na nyoka ni katika vitu ambavyo vinaonwa uchafu, ni vitu vichafu, huwezi ukala kitu kichafu, si ndio? Wa amma timsahu fadhunabin yaftarisu bihi, ama timsah, mamba, ana yale meno ambayo anadhuru watu au anadhuru wanyama kwa meno yale. Timsah, mamba kwa Imamu Ahmad sio halali, ni masala khilafia. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah asema mamba ni halali, mamba ni halali kumla, ni halali. Kwa jambo la mamba lina ikhtilaf baina maulama, kama tulivyoona pale. Imamu Ahmad yasema mamba sio halali kwa sababu yale maneno yake yaftarisu bihi an-nasa wal hayawanat. Amma Sheikh Uthaymeen asema la, mamba ni halali. Wadhaba al-imamani Malik والشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء. الإمام مالك الإمام الشافعي رحمهما الله وسمع ni halali wanyama wote wa baharini biduni istithna, hata mamba hata nini ni halali wote. Wastadalla biqawlihi ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum, mmehalalishiwa vile viwinjwa vya baharini. Kwa aya hii ni vyote vyote. Wasaidu huna yuradu bihi almasidu, ni kile kinachovuliwa katika bahari. Kwa Imamu Malik na Imamu Shafi vitu vyote baharini, vile vinavyoishi baharini ni halali. Sawa? Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam uhillat lana maitatani wa damani, na kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal hadithu, itakuja hadithi hii, Mtume anasema tumehalalishiwa wafu aina mbili na damu aina mbili. Tumehalalishiwa wafu aina mbili na damu aina mbili. Amma almaitatani faljaradu walhut, nzige na samaki, hawa ni halali. Nzige maarufu, nzige si wanajulikana, nzige si ndio? Nzige mnajua wale kama parare wanaokula mazao, wanaokula nini wale, nzige ni halali kula. Walhut na samaki. Uhillat lana maitatani, tumehalalishiwa wafu aina mbili ambao ni hao nzige na samaki. Samaki hahitaji kuwa hai ndio umle, sawa, na nzige hivyo hivyo ni halali. Wa amma damani, damu mbili ambazo ni halali, alkabidu wattihal, ini na wengu. Ini na wengu, hizi ni damu, asili yake ni damu. Ini la ng'ombe, ini la mbuzi, asili yake ni damu, lakini ni halali, sawa. Ini na wengu, si farqa baina ini na wengu, si ndio? Si ndio? Kwa ni halali. Ini na wengu asili zao ni damu, lakini ni halali. Uhillat lana maitatani wa damani. Qala fi alqamus alhut huwa as-samak. الحوت هو السمك. أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، نزيج نسماكي. ولما جاء في حديث الباب الحل ميتته، نكوهي حديث ليكوجا katika mlango tuliosoma kwamba huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu wa hadha huwa al-arjah. Hii ndiyo kauli yenye nguvu, hii ndiyo kauli yenye nguvu kwamba mfu wa baharini, wanyama wanaoishi baharini wote ni halali. Na ndio maana Sheikh Uthaymeen
kwa dalili hizi anasema mamba pia ni halali kwa sababu anaishi baharini. Ile kutoka ni mara moja tu, anatoka nchi kavu na kurudi, lakini mamba anaishi sana baharini kuliko kuishi katika nchi kavu. Kwa hiyo mamba pia ni halali. Mmenielewa? Alhadithu thani, tunaweza kuendelea Imam. Alhadithu thani, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. maji ni yenye kutoharisha, kitu hakinajisishi maji. Hakuna kitu chochote kinachonajisisha maji. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un. Maji ni yenye kutoharisha, hakuna kitu chochote kitaweza kunajisisha maji. Hii hadithi itakuja kwamba hapa mwisho ni dhaifu, itakuja maelezo ya maulama kwamba hapa mwisho ni dhaifu. Akhrajahu thalatha wa sahahahu Ahmad. Hadithi hii wameitoa maimamu watatu, kadhalika ameisahihisha Imamu Ahmad. Athalatha tumesoma huko nyuma katika mukaddima kwamba athalatha ni kina nani? Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, kwa kutoa an-Nasa'i. Al-Imam Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah kumtoa al-Imam an-Nasa'i. Darajatul hadith, al-hadithu sahih. الحديث صحيح ويسمى حديث بئر بضاعة، ويسمى حديث بئر بضاعة. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، وقد روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه. وذكر في التلخيص أو وذكر في التلخيص أن الحديث صححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم. قال الألباني رجال إسناده رجال الشيخين غير عبيد الله بن رافع. فقال البخاري مجهول الحال، هو عبيد الله بن رافع مجهول الحال، ولكن صححه من تقدم. وميسيش حديثي هاو ما إمام والوتنغلية، فهو حديث مشهور مقبول عند الأئمة. ni hadithi mashhur, inakubaliwa kwa maimamu. قال الشيخ صديق حسن خان في الروضة قامت الحجة بتصحيح من صححه من الأئمة. قامت الحجة بتصحيح من صححه من الأئمة. imesimama hoja kwa usahihisho wa hawa walioisahihisha hadithi hii katika maimamu wa hadithi. فقد صححه غير من تقدم ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم وتميسيهشا. وقد أعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد. ابن القطان أميتيا إلا حديثه وجهالة وكتجلكان مبكزي wake عن أبي سعيد، كتكان أبي سعيد هجلكان من رواه عن أبي سعيد. ولكن إعلال ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار. hii kutia illa Ibn al-Qattan peke yake hakuwezi kukakimu tasihihi ya hawa maimamu wakubwa waliotangulia walioisahihisha hadithi hii. Mufradatul hadith: tahurun, innal ma'a tahurun bifathi at-ta'i min siyaghi al-mubalagha, kama tulivyosoma kule. Fa'ul ni katika siyaghi al-mubalagha. Fahuwa at-tahiru bidhatihi almutahhiru lighairihi. Tahuri ina maana ni tahara kwa dhati yake na inataharisha kitu kingine. La yunajjisu, yuqalu najasa yanjusu min babi qatala yaqtulu ala al-akthar. Wa najasa ضد tahura, wal ismu an-najasa. hiyo ni fi'li, ismu yake ni an-najasa, wa hiya fi urfi shar'i qadharun makhsusun yamna'u jinsuhu as-salata. Najsi qadharun makhsusun ni uchafu maalumu ambao jinsi yake unazuia kuswali. Mtu akiwa na najsi katika mwili, katika nguo, mahali pa kuswalia, sala yake haitaswihi. Ndio qadharun makhsusun yamna'u jinsuhu as-salata, kalbauli, kama mkojo, wadami na damu, mifano ya najisi. وعن أبي أمامة الباهلي, tutakuelezea hii
walivyosema hapa maulama kuhusu tadhaifi ya akhiru hadha alhadith. Wa an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Asema maji hakuna kitu chochote kinachoyanajisisha isipokuwa yale ambayo imeghilibu harufu yake au ladha yake au rangi yake. Akhraja Ibn Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walilbayhaqi alma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahduthu fihi. Maji ni yenye kutaharisha isipokuwa ikibadilika harufu yake au ladha yake au rangi yake. Maji ikibadilika rangi yake tayari yameingiwa na najisi, ikabadilika ile rangi. Maji yameingiwa na najisi, ikabadilika ladha yake au harufu yake, maji hayo itakuwa hayafai kujitaharishia. Hapa anasema darajatul hadithi, awwalul hadithi sahih wa ajzuhu dha'ifun, mwisho wake ni dhaifu. Darajatul hadith, awwalul hadithi sahihun wa ajzuhu dha'ifun, mwisho wake ni dhaif. ضعفه أبو حاتم كما في التلخيص. فقوله إن الماء لا ينجسه شيء هذا قد ثبت في حديث بئر بضاعة. هي متنقلية imethubutu katika hadithi ya Biri Bidhaa tuliyosoma, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un, wa qawluhu illa ma ghalaba ila akhirih. Qala an-Nawawi ittafaqa al-muhaddithuna ala tadhifihi. Maulama wa hadithi wamewafikiana udhaifu wa hii ibara ya mwisho, lianna fi isnadihi Rashdain au Rushdain ibn Sa'd muttafaqun ala dha'fihi. Huyu maulama wamewafikiana udhaifu wake. Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma' ala al-amali bima'nahu. Amenukuu Ibn Hibban katika sahihi yake itifaki ya maulama kutumia maana yake, maana hii ya mwanzo innal ma'a la yunajjisuhu shay'un. وقال صديق حسن في الروضة اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة. maulama wamewafikiana udhaifu wa ziada hii, lakinahu waqa al-ijma'u ala madmuniha, lakini itifaki ya maulama ipo katika madhumuni ya hadithi hii. Mufradatul hadith, tahurun bifathi at-ta'i ismun lilma'i alladhi yutatahharu bihi, ni jina la maji yale ambayo hutaharishiwa, ndio tahur. Fahuwa tahirun bidhatihi mutahhirun lighairihi, maji haya ni tahara katika dhati yake, yanataharisha kitu kingine. Ma hii ni nakira, nakira mausufa bimaana shay, nakira mausufa bimaana shay. Illa ma, ile ma ndio nakira mausufa, ina maana ya shay, au mausula bimaana alladhi, au ma hii ni ma mausula kwa maana alladhi. Illa alladhi ghalaba ala rihi. ghalaba yuqalu ghalabahu yaghlibuhu min babi daraba, ghalaban wa ghalbatan au wa ghalabatan dhahara alayhi wa kathura. والمراد امتزج بالماء ريح النجاسة au ta'muha au launuha, ikichanganyikana na maji harufu ya najisi au ladha yake au rangi yake. Walau bi ihda hadhi sifat, japokuwa kwa moja ya sifa hizi. Maji yakimajilika kwa moja ya sifa hizi, maji hayo itakuwa si tahuri tena, hayataharishi tena, kwa sababu yameingia najisi na yakabadilika maji yale, ladha yake imebadilika au harufu yake au rangi yake. Tunasema walau bi ihda hadhi sifat, كما يفسر ذلك رواية البيهقي. ريحه الريح هو النسيم طيبا أو نتنا, نهارف إيوه نزوري أو نمبايا. طعمه الطعم ما تدركه حاسة الذوق من طعام أو شراب. أسمى الطعم نكيلي ambacho mdomo unakihisi, mdomo unakihisi katika chakula au kinywaji, kalhalawa kama utamu, والمرار أو المرارة أو uchungu, والحموضة na ule ungwadu ule uchachu wa kitu, وغيرها, hiyo ndio taam, ladha ya kitu. yuqalu taghayyara ta'amu shay'i ay kharaja an wadhihi at-tabi'i, imebadilika ladha ya kitu, yani imetoka na ile muweko wake wa kitabia.
لونه اللون صفة الجسم من السواد والبياض والحمرة. لون ni rangi, sifa ya mwili, weusi, weupe, wekundu. Wama fi hadha albabi, na iliyo katika mlango huu wa rangi. Wa hadhi sifatu thalath yusammiha falasifatu alislam a'rad taftaqiru ila jawharin taqumu bihi. Ulama alfalasifa wale wanaoangalia mara kwa mara mambo yote, wanaangalia kiakili zao. Ndio watu wa falsafa wanaangalia akili zao, wakawacha nusus. Pia nusus za kisheria pia wanaziacha, wanaangalia akili zao. Hawa ndio wanaitwa falasifa. Kwa hiyo hawa wanaita a'rad ila jawharin taqumu bihi, wal jawhar wal jism. Jawhar ni mwili. Wa fil kimia al haditha صاروا يعدون هذه الصفات أيضا جواهر. katika ilmu alkimia ya kisasa pia hao wanahesabu sifa hizi kwamba ni jawahir, ni vitu. Fahia atharun jismiyatun hissiya, sema hii ni athari za kimwili za kihisi ambazo mtu anazihisi. Vitu hivi ladha au rangi, ladha au harufu au tamu ya kitu. Qala huna jawharun khalatahu jawharun akhar, hii ni jawhar imechanganyikana na jawhar nyingine. Wa huwa at-ta'mu au al-launu au ar-raiha, yani ladha au rangi au harufu, wanaziita hizi ni jawahir. Faida za hadithi hizi: yadullu al-hadithani ala anna al-asla fil ma'i at-tahara. Hadithi hizi mbili zinafahamisha kwamba asli katika maji ni tahara. Hii ndiyo asili, kila maji asli yake kwamba ni tahara. Thumma qala thaniyan, lakini yuqayyadu hadha al-itlaq bima idha laqatuhu an-najasa fadhahara rihuha au ta'muha au launuha fihi fa innaha tunajjisuhu qalla al-ma'u au kathura. Hii itlaqi ya kwamba maji ni tahara inahusiwa, yakikutana na najsi ikadhihiri harufu ya najsi hiyo au ikadhihiri rangi au ladha ya harufu hiyo, maji hayo yatakuwa yamenajisika. Sawa maji ni kidogo au ni mengi. Maji hata yakiwa mengi, ikibadilika ladha yake au ikibadilika rangi yake, imeingiliwa na najsi, maji yale yakabadilika ladha au harufu au rangi, maji yale hayatafaa hata kama ni mengi. Alladhi yuqayyidu hadha al-itlaq huwa ijma'u al-umma, inaofunga itlaqi hii ni itifaqi ya umma ala anna al-ma'a al-mutaghayyira bin najasa najisun, kwamba maji yanayobadilika kwa kuingiliwa na najisi, maji hayo ni najisi. Sawaun kana qalilan au kathiran, sawa maji hayo ni machache au ni mengi. Ijma'i ya maulama, ijma'i ya maulama imewafikiana kwamba maji yakibadilika tu, sawa na maji yale ni machache au ni mengi, maji yale yakibadilika kwa najisi hiyo, maji hayo itakuwa ni najisi, hayafai tena kuyatumia. Amma ziyadatu allati jaat fi hadithi Abi Umama fahiya dhaifa la yaqumu biha hujja. Ama ziada hii iliyokuja katika hadithi ya Abi Umama, ziada hiyo ni dhaifa, haitasimama hoja. Lakin qala an-Nawawi ajma al-ulama ala al-qawl bi hukmi hadhihi ziyada, maulama wamewafikiana kusema hukumu hii ya ziada hii ni kwamba mafuhumu yake ni sahihi. Ziada ni dhaifa, lakini mafuhumu yake yanatumiwa kwamba maji yakibadilika, yakiingiwa na najisi, najisi ile ikabadilisha maji yale yakawa yana ladha nyingine au yana harufu nyingine ya najisi ile, maji yale itakuwa hayafai. Kwa hiyo mafuhumu ya maana ziada hii ni sahihi. Sawa. Waqala Ibn al-Mundhir أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. maulama wamewafikiana kwamba maji machache na mengi yakiingiwa na najisi ile ikabadilisha ladha ya maji yale au rangi ya maji yale au harufu, fahuwa najisun, maji hayo ni najisi. maulama wamewafikiana kwa hilo. Qala Ibn al-Mulaqqan fatalakhasa anna al-istithna al-madhkura dhaif. Kwa kifupi cha maneno hayo ni kwamba istithna iliyotajwa ni dhaif. Fataayyana lihtijaju bil ijma, imelazimika kutolea hoja ijma, kama qala al-Shafi'i wal Bayhaqi wa ghayruhuma,
وقال شيخ الإسلام ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه. jambo ambalo maulama au waislamu wamefikiana, jambo hilo linatajwa kwamba linachukuliwa. wala na'lamu mas'alatan wahida ajma alaiha almuslimuna wala nassa fiha, asema hatujui masala yote ambayo waislamu wamefikiana na hayana nasi ya hadithi masala hayo. Kwa kila masala ambayo maulama au waislamu wamefikiana kuna nasi ya hadithi inayotilia mkazo na kutilia nguvu ijma'i hiyo ya maulama. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.